Mtazamaji, serikali kuu kupitia Wizara ya Nyumba na Makazi imeanzisha mchakato wa kuwasajili wakazi wa Soweto katika eneo la Kibra ili kuwawezesha kunufaika na nyumba 4461 chini ya mpango wa nyumba za bei nafuu zinazoendelea kujengwa katika eneo hilo. Na baadhi ya wakazi wameonyesha kuridhika na zoezi zima, huku wengine wakionyesha kununa kutokana na majina yao koseka kwenye sajili iliyokuwa imechukuliwa awali. Ni taarifa ya Moses Wanjala iliyotiwa sauti na mhariri Lofty Matambo Mrima. Wakazi wa eneo la Soweto viungani mwa mtaa wa mabanda wa Kibra walifika katika eneo hili, lengo likiwa ni moja tu: kupewa kadi zitakazowaruhusu kumiliki angalau nyumba hizi za bei nafuu zinazoendelea kujengwa pindi zitakapokamilika. Wengi hapa wakilisifia zoezi hili, wakisema kwamba litawapa fursa ya angalau kumiliki mjengo ambao kulingana nao ni wa afadhali na bora kuliko wanapoishi. Mpangilio tunafurahia sana vile imeendeshwa. Tatizo kidogo tu ni ile wakazi wengi wamekosa kupata kadi. Ila kwa wengine wamebaki kujiuliza maswali si haba: ni vipi majina yao yalikoseka kwenye sajili ya awali ya wale ambao walikuwa wamewasilisha licha wao kujiandikisha na hata kulipia ada hitajika. Ndio hii sianze kujengwa, nilitoa pesa. Nimetoa pesa kidogo mpaka nikafikia 100 na 17 na 100 ngapi na 400. Sasa na sio dispute tena imetokea wapi? Na ile nyumba nilipigiwa wakati ule ndio nimepigiwa hata wakati huu. Wasimamizi wa zoezi hili wanasema kwamba kukoseka kwa baadhi ya majina hayo ni kutokana na kile wanachosema ni majina kufanana, na wametoa fursa upya wajiandikishe ili pia nao wafaidi na mradi huu wa Kenya Kwanza. It's a very controlled process. Ni process ambayo inaanza kwanza na mapping of housing. Tuna map structures watu wanaishi. Kila structure inapewa code, kila mlango inapewa namba, na kila mtu kwa ndani ya hiyo nyumba anaandikishwa. Shughuli ya leo inaonekana kama mwendelezo wa kutoa funguo, shughuli ya kwanza kabisa chini ya mradi huu, ambapo nyumba 1080 zilikabidhiwa kwa wakazi wa mtaa wa Mukuru. Wasimamizi wanakanusha madai kwamba baadhi ya wafaidi wa Mukuru walikuwa gushi. Tulifanya enumeration, controlled enumeration, verification, controlled verification, and re-verification before allocation. Na watu ambao tuliallocate pale ni beneficiary wa Mukuru wote. Sawia na nyumba tangulizi za Mukuru, sehemu ya nyumba hizi 4461 zitawalenga walio na kipato cha chini. Nyumba za kijamii, yani social housing, ni za Wakenya ambao hawajawahi kukatwa matozo ya 1.5% ya mshahara kama wafanywavyo walioajiriwa. Ila watakapopewa funguo watakatwa kila mwezi hadi thamani ya nyumba ikamilike. Niliwaambia ya kwamba nitarudi hapa kwa mapenzi ya Mungu chini ya siku 100 kuanzisha hii mradi ya ujenzi wa manyumba katika hii Kibera Soweto B. Wakazi wanatumai kufaidi na mradi huu haraka iwezekanavyo.